tumeanza mfungo wetu wa Kwaresma. Kwaresma ni kipindi cha siku 40 kwetu sisi wa Kristo, kipindi cha toba, kipindi cha kufunga, toa sadaka na kuwa karibu na Mungu katika uhusiano mwema, maana ya sala, tusali sana. Tumesikia katika somo la kwanza Nabii Yoeli anatoa mwaliko wa kumrudia Mwenyezi Mungu, mwaliko wa kufanya toba kwa Mwenyezi Mungu. Wana wa Israeli waliweza kufanya toba yao kwa Mungu pale ambapo wamekutwa na matatizo na majanga. Basi waliweza kujipaka matope, lakini waliweza kuacha nywele zao hawachani, na wakaweza pia kuvaa magunia. Ni ishara hiyo ya nje ambayo inaonesha msamaha, toba kwa Mungu. Nasi ishara hiyo leo tutaifanya kwa kupaka majivu katika paji la uso, kuonesha maana toba, lakini tunapaka majivu kukubali kwamba sisi ni wadhambi tunaohitaji msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio mwaliko tunaopewa kumrudia Mwenyezi Mungu, kurarua mioyo yetu na si mavazi. Kila mmoja wetu hatuwezi sisi kumdanganya Mwenyezi Mungu. Mungu aliyetumba anatuona mpaka ndani na anatujua kama watoto wake, katika madhaifu, katika mapungufu yetu, katika furaha yetu. Lakini leo tunajinyenyekesha kwa Mungu katika mapungufu yetu kama wadhambi, kumwambia Mwenyezi Mungu tumekosa, tunahitaji msamaha wako. Katika kipindi hiki ambacho zaidi tupaswa kutafakari mahusiano yetu na Mungu kwa kusali sana, kwa kufanya matendo ya huruma ambaye ni sadaka, na kwa kufunga ambaye ni kwa kujinyima. Bwana wetu Yesu Kristo, injili tuliyosikia ya Mathayo hii sura ya 6, kila mwaka Jumatano ya Majivu, injili tunaisoma kama mwongozo katika kipindi chetu cha mfungo. Tunafundishwa mambo matatu: sala, kufunga na sadaka. Hayo yote tuyafanye kwa siri, kwa moyo, na Mungu atatujazi, atatujalia. Yesu anasema msalipo tuingie katika chumba cha ndani, ndani ya moyo wako, maana kwa kujikusanya wewe na Mungu, wala si kwa kujionesha watu waone na sali. Ni wewe na Mungu anayeona mioyo yetu. Tuko watu wengi tu wavivu katika kusali sala zetu za kila siku, ibada mbalimbali, tuko hivyo. Lakini basi kipindi hiki tunatualika kusali. Lakini tuko watu wengi tunasali pengine kwa kuogopa macho ya watu. Mimi ni Mkristo, jirani yangu ni Mkristo, sasa nisipoenda kanisani watasema basi nakuja hivi. Hiyo ni kwa kujionesha. Yesu anasema ingia katika chumba chako cha ndani kwa siri, na Mungu aonaye sirini atakujazi. Mungu atujalie moyo wa kuwa karibu naye katika kutafakari neno la Mungu, katika kuongea naye. Maana sala ni kumuinulia Mwenyezi Mungu mioyo yetu. Sala ni kuongea na Mungu. Kwa kuongea na Mungu tunalisha roho zetu. Kwa kuongea na Mungu tunajazwa imani. Kwa kuongea na Mungu tunakuwa karibu na Mungu. Tusiache kipindi hiki kuwa karibu na Mungu katika kuzidisha kusali kwetu. Lakini Yesu anaendelea kutufundisha juu ya kufunga. Kufunga kwetu kuwe kwa siri.
na Baba yetu aliye sirini atatujazi. Kufunga ni kujikatalia, kufunga ni kujinyima. Katika amri ya pili ya kanisa inatuambia tufunge siku ya Jumatano ya Majivu, tusile nyama siku ya Ijumaa Kuu. Ni amri obligatory, amri. Maana yake leo